Asante. Wakati wa kampeni zipo ahadi nyingi ambazo nilizitoa kwa wananchi, na ahadi ambazo nimezitoa kwa wananchi, kwanza watu wanachotakiwa kujua, kuna ahadi za mbunge ambazo zitatekelezwa kutokana na bajeti inayotoka katika serikali kuu. Kuna ahadi za mbunge ambazo atazitekeleza kwa yeye kama yeye. Mbunge anatekelezaje yeye kama yeye? Mbunge ana mshahara, si ndio? Lakini mbunge ana sosi zake zingine. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mbunge anaweza akaona jamii yangu inateseka na hivi vitu, nifanyie jamii yangu, akatoa kwenye sosi zake za pesa, akatoa kwenye mshahara wake. Mbunge ana mfuko wa jimbo ambapo tayari sasa hivi tumeshapata mara moja. Mbunge anaweza akatekeleza ahadi zake kupitia hiyo pesa ya mfuko wa jimbo, lakini alikadhalika zipo ahadi ambazo mbunge atazitekeleza sasa kutoka kwenye bajeti ya serikali, ambapo kama sasa tupo katika bunge la bajeti. Wajibu wangu kama mbunge ni kuielekeza, kuishauri serikali na ikibidi kuikosoa, kuhakikisha kwamba katika bajeti hii wanayopitisha changamoto za wananchi ziweze kutatuliwa. Kwa hiyo mimi toka nimeingia madarakani, nimeingia kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini mwezi wa 11, zipo ahadi ambazo nimezitekeleza kwa pesa ya mfuko wa jimbo, lakini zipo ambazo nimetekeleza kwa pesa yangu binafsi. Mfano, baada ya kuapishwa nilirudi jimboni, nikaenda kuwashukuru wananchi kwa kile ambacho wamenifanyia, kuniamini kama mwanamke wa kwanza kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Kwa hiyo nilirudi nikawashukuru, lakini katika shukurani yangu niligawa mbolea kwa wananchi, na haikuweza kuwafikia wananchi wote jimbo zima, lakini kile ambacho nilijaliwa kwa bajeti yangu binafsi niliweza kugawa mbolea kwa kuwasaidia wananchi wasiokuwa na uwezo wa kuweza kununua mbolea, na nikawapatia kilo kadhaa kila mkulima. Lakini mbali na hilo, ahadi yangu kubwa sana ambayo nilitoa kwa wananchi wa Kigoma Kaskazini ilikuwa ni ahadi ya wanawake wanaoteseka na vifaa vya kujifungulia. Nilikuwa nikipita kwenye kampeni, wanawake wanalalamika sana kwamba tunapokwenda kujifungua tunaambiwa njoo na beseni, njoo na wembe, njoo na mpira mpaka kibana kitovu cha mtoto. Vitu ambavyo ni wajibu wa serikali kuhakikisha wanaviweka katika hospitali zetu, wanaviweka katika zahanati zetu. Kwa hiyo mimi niliwaambia, kwa sababu mimi ni mwanamke, ni mama, na mimi nakwenda leba na uchungu wa mwana ujuae mzazi. Niliwaambia kwa kutumia pesa ya mshahara wangu na sosi zangu zingine, endapo mtaona nimekuwa mbunge wa jimbo hili, vifaa vya wanawake kujifungulia mimi nitawagawia, na wakati huo nitaendelea kuikumbusha serikali kutimiza wajibu wake wa kuweka vifaa vya kujifungulia. Kwa hiyo nilipoapishwa, baada ya kushukuru, nilirudi bunge lile la pili, niligawa vifaa kwa kina mama wajawazito, ambapo nilitoa vifaa vya kina mama venye thamani zaidi ya shilingi milioni 48, nikawagawia kina mama wajawazito ambao wana ujauzito kuanzia ule mwezi wa pili mwishoni wa 3 mpaka Desemba, na ni zoezi endelevu. Kuna kata ambazo hawakupata, vikawa vimeisha kwa sababu namba ya watu kujifungua kina mama kwa kule kwetu ni kubwa sana. Kumkuta mama na watoto 12, 10, 9 ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo ile budget niliyokuwa nimeweka vile vifaa niliamini kabisa vitatosha jimbo zima, lakini tulipokuja kuvigawa kuna kata ambazo hatukuweza kumaliza, na sasa niko katika kuvikusanya ili niweze kwenda kumalizia kwa kina mama ambao watajifungua mwaka huu na wale wa mwakani mwanzoni. Kwa hiyo ni zoezi ambalo litakuwa ni endelevu. Lakini mbali na vifaa vya kina mama wajawazito, zipo ahadi ambazo nimezitekeleza kupitia pesa ya mfuko wa jimbo. Kuna mataa ambayo niliona watu wanauza bidhaa usiku, wanawasha vibatali, wanawasha simu.
Nimetoa pesa kwenye mfuko wa jimbo, soko la Mkigo, Nyarubanda. Nyarubanda nimetengeneza vyoo, Nyarubanda nimekwenda kuendelea kutengeneza jengo la OPD. Kuna kata ya Mwandiga, soko la Kiganza nimetoa pesa, sasa hivi linatengenezwa vizuri, wapate mabanda, wapate mataa. Lakini nimetoa pesa katika pesa ya mfuko wa jimbo katika kata ya Bitale tuweze kujenga vyoo vya watoto wetu shuleni. Nimetoa pesa katika kata ya Kalinzi, vyoo tuweze kujenga vya watoto wetu shuleni. Nimetoa pesa katika kata ya Mkongoro, vyoo viweze kujengwa katika shule. Nimetoa pesa pia katika mataa sokoni kata ya Ziwani pale Kalalangabo. Nimetoa pesa katika kata ya Simbo kujenga vyoo vya watoto wetu. Nimetoa pesa katika kata ya Kidahwe kujenga banda la soko, kina mama wasihangaike, wasipigwe mvua na jua, kuwawekea mataa. Lakini pia kata ya Kidahwe kubwa zaidi, tumeanza msingi wa kituo cha afya kwa kutumia pesa ya mfuko wa jimbo. Kwa hiyo mimi mbunge na wananchi tutafanya huku, tunaikumbusha serikali kuhakikisha inatimiza wajibu wake. Kwa hiyo na ninaendelea kuhakikisha natimiza ahadi zangu. Bunge hili litakapoisha na kwenda kumalizia vifaa vya kina mama, lakini pia naangalia ufaulu wa shule zetu. Shule zetu zina changamoto nyingi sana. Changamoto za vyoo, miundo mbinu. Kama mbunge, serikali nitaiambia na ni wajibu wake, na katika bajeti hii nitawabana kweli kweli kuhakikisha wanatupa bajeti ya kutatua changamoto zetu. Lakini yale mengine ambayo yanaweza kuwa ndani ya mfuko wa jimbo, yanaweza kuwa ndani ya uwezo wangu kwa mshahara wangu na sosi zingine, nitayafanya kwa sababu lengo langu ni kuona mabadiliko kwa wananchi wa Kigoma Kaskazini.